Naam, our beautiful African continent. Hili ni bara ambalo ndani yake kuna mataifa zaidi ya 50. Ndani yake kuna majiji maelfu kwa maelfu, lakini ni Dar es Salaam peke yake ndani ya Sub-Saharan Africa limeshuhudia safari ya timu 3 kuelekea hatua ya makundi ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika. Kituo kinachofuata ni Benjamin Mkapa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao wenyewe wanataka kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Unadhani Simba wana wasiwasi? Unadhani Watanzania wana mashaka na mnyama? Hapana, hii ni ngoma ambayo wanaicheza vizuri zaidi. Huu ni mdundo ambao wanauweza zaidi. Ni wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika uwanja wa Mkapa, na hawa ni mashabiki wao. Wameingia kwa madoido, wameingia kwa kujipiga vifuani, wameingia wakiwa na mudi nzuri, wakiamini wanakwenda kufanya kama ambavyo huwa wanafanya mara nyingi, kama ambavyo huwa wanafanya mara zote. Mbele yao kikwazo ni Nsingizini Hotspurs. Watafanikiwa? Yes, bwana yes, bwana. Hiyo ndo opening ambayo niliifanya katika mchezo wa jana wa ligi ya mabingwa Afrika, Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba ni kama anakwenda kukamilisha ratiba, na tulifahamu hivyo, na ndio imetokea hivyo, kwa maana ya mechi imalizika kwa suluhu, lakini mnyama amekwenda hatua inayofuata kwa maana ya group stage. Sasa hapa tunakwenda kuangalia namna ambavyo mnyama amekuwa na athari kubwa katika michuano ya kimataifa katika kandanda yetu ya Tanzania, lakini na impact yake Afrika kwa ujumla wake. Hii ni special kwa Simba. Tutakuja kufanya session nyingine kwa ajili ya klabu nyingine, lakini hii ni special kwa Simba. Kwa nini? Nitakwambia kwa nini hii ni special kwa Simba. Awali ya yote niwaambie kwamba kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, sehemu sahihi ni ABY Genuine Spare Parts ndani ya Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu. Pale bwana ndo suluhisho. Siku zote waga nakwambia, na naendelea kukwambia, na sitokoma kukwambia, kwa sababu najua kilicho bora kinapatikana pale. Yes, ABY au King Masai unaweza kawaita hivyo. Bei zao ni nzuri, lakini wanafanya delivery hadi mikoani. Wanauza kwa rejareja na kwa jumla. Kwa hivyo wao ndio nambari 1 katika uzaji wa spare. Tukitoka hapo, kwa nini Simba tunakwenda kuiangalia? Kwa sababu leo hii tuna timu 4 katika group stage ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Lakini ni ukweli kabisa, hii ni fact kwamba aliyeanza kutuonesha chachu ya hii ni wekundu wa Msimbazi Simba. Wao ndo kwa mara ya kwanza walifanya vizuri, wakapelekea kuwa na maximum points kwa kushirikiana baadaye wakaja Namungo. Kwa kushirikiana na Namungo baadaye tukarudi tena katika kuwa na timu 4 za michuano ya CAF. Ilikuwa ni kama ndoto ambayo tulikuwa tunaitamani kuiona kwenye taifa letu kwa muda mrefu, kuwa na timu 4 katika michuano, kuwakilishwa, achana na kuwa katika group stage, kuwakilishwa na timu 4. Ilikuwa tunawakilishwa na timu 2 tu, moja shirikisho, moja ligi ya mabingwa. Lakini Simba kufanya vizuri kwenye ile miaka yake ya kwanza, ile kabla ya kuja kuungana na hao wengine baadaye, miaka yake ya kwanza ilituhakikishia sport ya kuwakilishwa na timu 4. Na kwa points zilivyo, hata kama Simba angekuwa peke yake, kwa maana ya uwakilishi, angekuwa anakwenda peke yake kwenye season hizi zote, kwa hatua ambazo anafikia, ilikuwa bado Tanzania tulikuwa tuna uwezo kwenda na klabu 4. Lakini sasa hivi imeongezeka zaidi, kwa sababu baadaye Young Africans wakaja wakajoin pale, na wenyewe wakaanza kukusanya points, wakawa wanafanya vizuri, wamefika mpaka finali ya Confederation, quarter final ya Champions League. Msimu mwingine walicheza group stage ya Champions League. Msimu huu wamekwenda group stage. Timu nyingine ni hao Namungo ambao nimeongelea kwamba na wenyewe appreciation wanastahili kwa kile ambacho wamekifanya. Kwa hivyo hizi points ambazo tuko nazo, Simba imekusanya points nyingi zaidi, na ndio maana tunakuja kuwapa appreciation hapa. Sasa tukiachana na hiyo, sehemu kubwa ambayo wana Simba wanatakiwa kupeleka heshima yao kubwa, appreciation kubwa, ni kwa Mohamed Dewji. Huyu ndo anawapa kiburi cha timu hii kufanya vizuri katika michuano ya CAF. Michuano hii ya CAF ni michuano ambayo naitazama katika engo mbili. Eneo la kwanza, kwenye eneo la uendeshaji. Michuano ya CAF
ina fedha kwa maana ya CAF wenyewe wana offer fedha, wanatoa hela za kila hatua ambayo wanafikia, lakini trust me, take it or not, unaweza kufanya research, lakini Mamelodi walishawahi kuandika research yao. Mamelodi mwaka 2016 wanabeba ubingwa wa ndani, wanabeba ubingwa wa Champions League, wanakuja katika meza ya mapato na matumizi wana negative. Yani hakuna faida walioipata ya moja kwa moja, yani ile hela ya mpira ambayo imerudi moja kwa moja hakuna. Sasa kwa nini? Timu zinaendeshwa kwa fedha nyingi zaidi. Yani ni pesa nyingi inahitajika, hususan kwa timu kubwa kama hizi. Yani level ya Simba wenyewe wanataka wakienda kwenye mataifa ya huko makubwa wafikie kwenye 5 stars hotel. Unakuta chumba $300. Ndo iko ni chumba kimoja $300. Sasa ukija kuangalia ni fedha nyingi ambazo klabu inatumia. Return ipo, yani fedha inarudi kwenye namna nyingine, lakini kwa CAF, kwa hawa waendeshaji hawapati kikubwa sana kama ambavyo watu wanafikiria. Ila ikifanya vizuri hizi timu, majina yao yanakuwa makubwa, yanawasaidia katika business zao nyingine. Kwa hiyo kuna return inakuja kwenye njia ya indirect. Mohamed Dewji, Afrika wameshapita mataikuni wengi ambao wamezisimamia klabu, lakini most of them wamechemka. Leo hii Simba imeanza kufanya vizuri zaidi mwaka 2018-19, ndio ilikuwa season yao ya kwanza kabisa. Wanacheza group stage, walinitoa Nkana, wameingia group stage, wametoka group stage, wamekwenda katika quarter final, wakatolewa na Mazembe. Msimu uliofuata wakatolewa na UD Songo preliminary round, wakarudi tena season iliyofuata quarter final, wakatolewa na Ahli. Msimu uliofuata wakaingia tena wakatolewa na Kaizer Chiefs. Msimu uliofuata wakaingia tena, hawakufanya vizuri, wakatolewa na Jwaneng Galaxy, wakaenda kwenye Confederation, wakatolewa na Orlando Pirates. Msimu uliofuata tena wakatolewa na Wydad kwenye quarter final. Msimu mpaka wanakuja kucheza finali, yani takriban ni misimu 7. Katika misimu 7 hiyo Champions League quarter final wamecheza 4, sio kitu kidogo. Confederation quarter final wamecheza 1 na 1 wamecheza finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kipindi hiki cha miaka 7, Mohamed Dewji bado yuko na timu vile vile. Tena sio 7, takriban 8, kwa sababu msimu wa mwaka 2018 ilibakia padogo tuna Al Masry waende kwenye group stage. Mohamed Dewji kuendelea kutoa fedha zake mpaka leo. Of course sio kama anapata hasara, anapata kwa namna nyingine ya kibiashara, lakini picha hii ya juu ya michuano hii ya CAF kuendelea kubakia ni watu wachache kweli ambao wanaweza kufanya hivyo. Yapo maklabu mengi makubwa ambayo nyuma yao kulikuwa kuna mataikuni wengi wakubwa, lakini wame step down, wameziacha hizo klabu. Miongoni mwa klabu ambazo nazizungumzia hapa, ukiachana na zile za Kiarabu za kaskazini, tukija zetu sisi za huko Sub-Saharan Africa, klabu kwa mfano kama Horoya ni miongoni mwa klabu kutoka Guinea, ilikuwa ina challenge sana hapa kimataifa, ilikuwa inatuwakilisha sana Sub-Saharan Africa, lakini ilikuwa chini ya Antonio Soare. Leo hii amerudi nyuma, ameacha kuinvest vya kutosha ili endelee kufanya vizuri. Na ni klabu ambayo imecheza hata hizi hatua za quarter final hizi za michuano ya CAF wamecheza, lakini leo wanaitafuta group stage, hawaipati. Group stage imekuwa ni kitendawili. Mara ya mwisho group stage kama nakumbuka vizuri ilikuwa 2021 kama sio 21-22 ndio alicheza group stage ya Champions League. Tofauti na hapo hawajarudi tena, wamekuwa wakistruggle, lakini timu ambayo imetuwakilisha vizuri. Lakini Antonio Soare yule taikuni wao karudi nyuma. Haya, klabu nyingine kama ukija Primeiro de Agosto kwa mfano hii ya Angola, na yenyewe ilikuwa inawakilisha vizuri sana, ni timu ambayo kwenye taasisi kubwa sana ya jeshi, lakini sasa hivi imerudi nyuma. Wamerudi nyuma, lakini ni klabu ambayo imecheza mpaka semi final ya Champions League. Yes, wamefanya hivyo mwaka 2018, semi final ya Champions League wamecheza, wameenda kutolewa nadhani na Wydad, iliyowatoa Wydad wakaenda finali kwenda kucheza na Ahli. Sasa hiyo ni mfano wao. Kuna maklabu makubwa huko South Africa, hayo Kaizer, Orlando, ni maklabu makubwa, lakini na struggle kuwa na consistency ya kufanya vizuri msimu baada ya msimu, wanapata wakati mgumu kufanya business ya namna hiyo. Kwa hiyo TP Mazembe, hiyo ndio timu yangu kabisa kutoka hapo DR Congo. Moise Katumbi of course amekaa kwa miaka mingi sana tangu mwishoni mwa miaka ya 90, lakini sasa hivi amerudi nyuma. Sio kama Katumbi hana fedha, ukiachana changamoto zake za kisiasa, lakini amepunguza investment, amebadilisha direction. Sasa hivi ameamua kuingia kwenye namna nyingine ya kuscout timu yake. Leo hii Mazembe hawapo,
kwenye group stage. Ni aibu kwa klabu kubwa kama lile kutokuwepo. Na sio mara ya kwanza. Kuna timu inaitwa Hafia, ilikuwa Guinea huko, ni klabu likubwa, lakini lenyewe limechemka. Vita Club hawa hapo wanahangaika, na lenyewe ni klabu likubwa kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo matimu haya yako mengi. Asante Kotoko iko wapi leo hii? Kwa hiyo kuona Mohamed Dewji ameendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba, anahitaji heshima ya hali ya juu kwa kile ambacho anakionyesha, kwa maana ya kung'ang'ania kuwa pale. Leo hii ndio tumepata mwanga mpaka taifa letu linapeleka timu 4. Kwa hiyo hizi timu 4 ambazo zimepelekwa, we have to go back, we have to check back kwamba Simba alianza kuthubutu, aliingia na ndo amekuwa chachu. Simba kuingia group stage ya michuano ya CAF 2018-19 imekuwa chachu kwa wengine, kwa maana na wao sasa wakaamua kupambana kuona na wao wana equalize, wanafikia katika zile level ambayo tayari mnyama alishaiweka kwa kipindi kirefu. So hii ni session ambayo binafsi niliona kwamba timu 4 zote zimeenda group stage. Pongezi zinatoka katika maeneo, kila kona zinatoka pongezi, lakini Simba ni ya kipekee, na ndio maana hata nimeanza na opening hapa. Ile opening yangu ilikuwa na maana kubwa sana. Ni opening ambayo nilikuwa naiandika nikiwa najua kitu gani ambacho nakimaanisha, kwa sababu wakati nafanya ile opening nilikuwa najua okay, timu nyingine 3 zimesha kwenda, lakini Simba na contribution kubwa sana. Simba ndo kabakia kwenda. Simba ana mchango mkubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni opening ya dedication, yani ya appreciation, kwamba na appreciate Simba kwa kile ambacho wamekifanya. That's why nikasema kuna mtu ana mashaka na Simba, kuna mtu ana hofu na Simba. Huu ni mdundo ambao ana uwezo zaidi, ni ngoma ambayo anaielewa zaidi. Sikuandika vile kwa bahati mbaya ile opening, nilikuwa naandika kwa kumaanisha kwamba Simba walichokifanya ni kikubwa zaidi, lakini ni timu ambayo haijawahi kuishia hiyo group stage. Wanakwenda group stage, hawajawahi kuishia hapo. Namungo alishia group stage, Young Africans wamewahi kuishia group stage, lakini Simba hajawahi kuishia group stage tangu 2018-19 mpaka leo. Either atolewe kwenye preliminary au avuke kwenda mbele kwa maana ya robo na mpaka finali kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo binafsi nimewiwa kuzungumza juu ya hilo, na naamini mashabiki wa kandanda Tanzania wanafahamu juu ya contribution ya Simba. Hii ni session moja hapo, kuna session nyingi zinafuata, tutakuja kuzipiga hapo mbele kuhusu CAF na hapa na nini ambacho kinaendelea. Hii ni Mzinga Sports bwana, usisahau kusubscribe.